Hili ndo lilikuwa shamba la mzee Budeba, sio? Hili hapa hili la mzee mmoja ambaye ndo mwenye shule hapo juu hapo. Hapo juu kuna shule hapo. Kwa mzee Budeba mashamba yake yote aliuza? Yote aliuza, alimuuzia mchungaji Eduardo. Ndio yuko hapo juu. Ila umefyeka. Naona kama msitu kidogo kanavutia vutia. Unajua tena huu ndio msitu wa Lumpungwe, unaitwa msitu wa Lumpungwe. Au umesahau mpaka jina? Unajua ni muda mrefu sana. Unajua mazingira kama hizi sisi mjini yani ni vigumu sana kukutana nao mzee wangu. Baba. Samahani, naomba nijisaidie kwanza haja ndogo. Poa. Sawa. Lakini si salama mzee? Hapo pako salama tu. Maana kuna misitu mingine. Unajua sisi kule kwetu mjini tumezoea. Mwendesha. Wewe umesema unataka kukojoa, mbona umeganda tu hapo? Naongea na wewe. Safari yangu inaishia hapa hapa. Naomba turudi tulikotoka. Safari yako inaishia hapa? Inaishia hapa vipi? Wewe umesema tunaenda kuangalia kaburi ya shangazi yako. Sasa hapa ndio kuna kaburi ya shangazi yako. Nimesema hatuendi kokote. Nimekwambia turudi tulikotoka. Dada, kwa nini unapenda kutumia sauti ya mwanangu na kutumia sura ya mwanangu? Kwa nini? Ili utimize malengo yangu, nitamtumia huyu mtoto. Kwa nini unafanya hivyo? Lakini haikupaswa ufanye hivyo. Yaani haikupaswa kabisa. Kwa unafanya kama unanikomoa, si ndio? Sasa ninalijua hilo, ila nitakapotoka hapa kuna kitu nitakifanya ambacho hata wewe sidhani kama unaweza kukitatua pia. Dada, nina uwezo mkubwa sana kuliko unavyotarajia. Marehemu baba aliniachia mamlaka kubwa. Hakuna yoyote anayeweza kunishinda. Na hata wewe hautoweza. Unajaribu lakini hutofanikiwa. Baba. Tumefikaje hapa? Na tunaelekea wapi? Tuko njiani, si unaona tunaelekea huko. Tumetoka nyumbani tunaelekea kuangalia kaburi ya shangazi yako. Kaburi la shangazi yangu? Twende. Baba! Baba! Nisubiri basi! Sasa baba, mbona tena unaniacha? Sasa mimi nakuita twende. Sasa twende. Umesimama. Unajionaje leo? Umeamkaje mama wa Ndema? Hali yako ya mwili vipi? Yaani ninakusalimia kama usikii. Unajua mume wangu, kuna vitu vinanishangaza sana.
tena vinanipa hofu katika mwili wangu, kwa sababu mke wako amenijia hivi tena kwa hasira mbele yangu, nikaona gogo lile tena linanijia, linataka kama kunizuru mimi, na ujio wa mke wako una hasira na wewe. Sasa sijui ile mume wangu limekaaje. Sasa jamani, mtu aliyekufa naye, mtu sikisha kufa, hizo si ndoto? Kwani ndoto ukiota eti wewe umeokota hela, asubuhi unakuwa nayo, si utakuta unadai watu hata 100 una? Sijui umenisikia vizuri, sio ndoto, niko shamba. Mbele yangu nikaona gogo tena linakuja kama linataka kunizuru hivi. Niangalie mbele, namuona mke wako. Akaniambia, nimekuja tena nataka kuwazuru nyie familia nzima. Sasa kama uko tayari tuzuruke familia nzima, sawa? Sasa mtu aliyekufa anakuja kukuzuru, anazuru nani? Anakuja na panga, hata beba lungu. Mtu kisha kufa miaka mingi, leo unasema anakuja kukuzuru. Jamani, wazamani wanasema ukiota mtu aliyekufa unakaa miaka mingi. Asa tena ngola wewe sikaota wapi tena mtu aliyekufa na kuja kukufanyia fujo? Hebu elewe hichi ninachokwambia. Mke wako kaja tena kwa hasira, anataka kutudhuru. Uko tayari mimi nife na mwanangu au na wewe? Nawe king'ang'anizi na kusalimia tu hapa kimya. Saizi ngola ndoto, unakuwa kama nawe unaza kwako tu, unalako jamu. Wewe sina kusalimia hapo, mazidi kukaa kimya. Sasa ndoto ya mtu aliyekufa ndio ukae kimya. Nakwambia kile umeamkaje ukaa kimya? Wewe si mchukia toka mwanzo hapo, unazidi kung'ang'ania tu ndoto hiyo ndoto. Ya ni kazi moja ni wewe kaa kimya, endelea kukaa kimya peke yako wewe. Kaa sasa. Kwani umejaza mawe? Mawe nimejaza kumshiba kwa. Baada ya kuangalia nikakuta mvua ilinyesha kubwa ikaburuza don. Kwa hiyo ikabidi nipange mawe. Naona hata huo msalaba wenyewe. Maana nilipokuja kupanga mawe nikaona nikate na huo mtu ufunge niweke alama ili mtu asije ajue kwamba hapa. Muda mwingi unanisumbua nikulete kwenye kaburi ya shangazi yako. Hii ndio kaburi ya shangazi yako alipozikwa hapa. Sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia na huku kwenye mawe pia na penye makaburi? Hapa hapakuwa na mawe, ulikuwa ni udongo tu, lakini sasa kuna mvua ilinyesha huku ikaburuza udongo wote. Sasa nilipokuja mimi nikakuta kaburi limeburuzwa, kwa hiyo ikabidi niokote mawe niyapange hapa. Na tunaona hata msalaba wenyewe, huo msalaba nimekata miti nikafunga ili kuweka alama, ili watu wakipita wajue kwamba hapa kuna kaburi, kwa sababu tangia litengwe ile eneo shangazi wako ndio wa kwanza kuzikwa hapa. Sawa. Sasa kumbe tungekuja na jembe kabisa, kaja kusafisha kabisa. Sasa hizi majani haya hamna, hii alama ya mawe yenyewe inatosha kabisa.
mawe hayawezi kuburuzwa na maji. Basi mazito. Ila udongo ndogo. Nimefika hapa nikakumbuka mara ya mwisho shangazi ainunulia madaftari. Usiseme hivyo. Ukisema hivyo unanitia uchungu. Mimi mwenyewe kuna mambo mengi sana nakumbuka juu ya dadangu. Dada Nyakomba, hivi kwa nini unapenda kunifuatilia kila mahali ninapoenda na kukuta kila mahali ninapoenda unanitokea? Kwa nini lakini? Lazima nikufuatilie kwa sababu mpaka sasa hujui mahali nilipozikwa wapi. Sijui mahali ulipozikwa, kaburi lako hili hapa. Kwa nini lakini dada Nyakomba? Ulipewa mkoba na baba, lakini hauna kazi kabisa kwako zaidi ya manufaa yako wewe mwenyewe. Mimi hapo sipo. Jama, kaburi lako hili hapa. Hapa upo umezikwa wapi sasa? Kijiji chote hiki hawajui mimi wapi nilipozikwa. Anayejua ni mtu mmoja tu, ni huyu Mwendesha. Atakwambia mimi nilipo wapi. Mwendesha, vipi?
kuna kitu nimekiona. Kitu gani sasa? Shangazi yangu mimi hajazikwa hapa. Kuna mahala amezikwa. Shangazi yako hajazikwa hapa kivipi wakati kaburi lake ndio hili hapa? Baba, yaani kuna picha imenijia. Shangazi amezikwa sehemu ambayo yaani nimeona kama vile alikuwa anazikwa kwenye migomba. Yaani pembezoni kuna migomba, lakini vile kwa pembeni pia kuna miti hivi kama miembe, kama sio miembe, na eneo lile ilionekana kama vile kuna makazi ya watu. Yaani ni makazi ambao watu wanaishi. Unaweza ukanipeleka? Yaani sikumbuki ni maeneo gani, ila nimeona tu picha ya migomba, mimea mingine, lakini sijafahamu sasa hiyo migomba ilikuwa ni maeneo gani na ilikuwa ni wapi, ila na uhakika kabisa kwamba shangazi hajazikwa hapa. Basi tuondoke tu.